By the way, kuna baadhi ya dini, moja ya eneo ambalo naweza nikasema wamejitahidi sana 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 ni kwenye eneo la mavazi. Yes, kwenye eneo la mavazi naweza kusema wamepiga hatua sana. Sasa nataka nikwambie kitu ili unielewe. Nataka leo nikufundishe kitu kimoja. Kwenye dini, kwenye maisha yetu haya ya kiroho, lazima utambue kwamba kwanza sifa za Mungu wetu. Mungu wetu ni Mungu anayeketi katika ulimwengu wa roho. Na sisi wanadamu tunaketi katika ulimwengu wa mwili. Ili tuelewe Mungu wetu anatuwazia nini, ili tuelewe tabia ya Mungu, lazima tuelewe ulimwengu wa roho. Lazima tumjue huyu Mungu kwa namna ya rohoni. Okay. Hivyo najua kwamba inawezekana kabisa ukavaa nguo ambazo unajiheshimu, lakini moyo wako ukawa mchafu na ukaenda jehanamu. Yaani tunaweza tukawa tunakuangalia the way unavyovaa vizuri, unajifunika vizuri kwa nidhamu, lakini kwa sababu moyo wako unawaza mawazo mabaya, ni mzinzi, ni mwizi, unafanya kila aina ya shida, kila aina ya dhambi, ukaenda motoni. In short ni hivi, kuna vitu ukivifanya kwenye maisha yako, moja kwa moja vinafanya hata hapa mwilini uishi sawa sawa na Mungu anavyotaka. Kila kitu kinaanzia katika ulimwengu wa roho. That's why sheria ni ngumu sana kukupeleka mbinguni. Kwa sababu sheria imebezi katika mambo ya mwili. Sheria haijabezi kwenye mambo ya roho. Na chochote ambacho utaanza kukishughulikia mwilini ukakiacha rohoni, hakiwezi kuwa na matokeo. Yaani ni sawa na mchawi katamka maneno ya uharibifu kwenye ulimwengu wa roho, kamloga mtu alafu mnaenda kumchoma sindano mkitegemea atapona. Hawezi kupona. Kwa sababu gani? Mnajaribu kushughulikia tatizo la kiroho kwa namna ya mwili. Lazima ujue utakatifu ni kitu cha kiroho. Huwezi ukaushughulikia utakatifu kwa kuanza mwilini. Ili uwe mtakatifu, lazima kwanza uanze kutengeneza rohoni, yani kwenye moyo wako. Utakatifu ni matokeo ya moyo ulio msafi. Heri wenye moyo safi, maana watamuona Bwana. So kabla hujaanza kushughulika na mavazi, shughulika na moyo wako. Sasa tuna watu ambao mafundisho yao yamebezi kwenye namna ya mwili, lakini sio kabisa kwa namna ya moyo. So wako bize na sheria na sio roho Mungu anasema nini, sio mioyo ya watu. So utakuta anavaa vizuri lakini ni muongo. Anajifunika vizuri kuanzia kwenye kichwa hadi chini, lakini ni mzinzi. Anafanya vyote hivyo lakini ni mshirikina. Analoga watu, anawasomea sio vitu gani, anaomba maombi ya kuharibu watu, kuharibu biashara za watu. Lakini ukimwangalia nje anaonekana very smart. Ndio maana Mungu akasema kwenye ile Samueli wa kwanza 16 nadhani 7, akamwambia nabii Samueli, akamwambiaje huyo Eliabu ambaye unamwangalia hapo, yule kaka yake mkubwa wa Daudi, akamwambia ni kweli kwa muonekano anavutia, anafanana na kuwa mfalme, lakini huyo sio mfalme. Akamwambia mimi ni Mungu ambaye siangalii nje bali naangalia mioyo kwa ndani. Maana yake nini? Usifikiri Mungu utamshawishi kwa muonekano wako wa nje ikiwa ndani una vitu vya ajabu. Kama moyo wako umejaa dhambi, umejaa matusi, umejaa matukano, haijalishi unavaa kwa kujistiri kiasi gani, bado shida iko pale pale. Lakini pia hauwezi moyo wako ukawa msafi alafu kavaa mavazi ya ovyo. Tutajuaje kwamba moyo wako una shida? Tutaangalia mavazi yako. Lakini ukweli ni kwamba sio kwa sababu mavazi yako ni mazuri ya kujistiri kwamba moyo wako ni msafi. Sio kipengele. That's why hatuangalii kwa jinsi ya mwili, tunaangalia moyo, na lazima uwe na Roho Mtakatifu. So inawezekana kabisa ukawa umevaa nguo nzuri za kujistiri na bado ukawa ni mwizi, mchawi, mshirikina. Lakini ni ngumu na haiwezekani mtu ambaye moyo wake ni msafi kabisa akavaa nguo za uchi. Akavaa nguo za uchi. Maana yake unahitaji kutengenezwa moyo wako bado.
Si unanielewa mpaka hapo? Kwa hiyo sio swala kujisifia mavazi. Sawa? Ni swala la kusifia, kuangalia moyo wako. Kwa sababu siku ya hukumu Mungu hataangalia mavazi. Hata kupa credit kwamba kwa kweli uko unavaa vizuri. I'm telling you why, he looks at the heart. Heli wenye moyo safi maana watamuona Mungu. Sio wanaovaa wanaojifunika vizuri, wenye moyo safi. Kwa sababu anajua moyo ukishakuwa safi, mavazi yamekuwa safi. Je, dini yako ina emphasize kitu gani? Kunawa mpaka kiwikoni? Kukamua mavi tumboni? Usijambe? Usifanye hivyo vitu vyote. Vinakusaidia nini huyu Mungu ambaye anaangalia mioyo? Usafi ni muhimu, lakini hivyo vitu vinasaidia nini? Kaa chini, tafakari. Mungu kwanza lazima ujue ni roho. Kama akiwa ni roho, anashughulika vipi na hivyo vitu? Ni muhimu kuwa msafi kwa sababu mwili ni hekalu. Lakini lazima ujue Mungu huangalia moyo. Moyo kwanza, sio hivyo vingine, sio mavazi yako kwanza. Kwa sababu wewe nikwambie, unajua unaweza kukutana na mwanamke anavaa vizuri anajifunika, ndugu yangu, ukamuingiza ndani kumbe ni jambazi. Tena walinatoka usiku kwenda kuua watu huko. Kwa sababu liliangalia kwa mavazi ya nje ukaoa jambazi. Yaani kama ungekaa chini ukamuomba Mungu na akakwambia ni huyu, kuna uwezekano kabisa ungemwangalia ungesema mbona kakaa ovyo ovyo, lakini Mungu anakuambia ni huyu kwa sababu nitamtengeneza. Wengi wamedanganywa na vitu vya nje. Kuwa makini na ninachokwambia. Mavazi ni ya muhimu sana na upaswi kuvaa ovyo, uchi. Na baadhi ya dini wamefaulu katika hilo, lakini walipofeli ni eneo moja. Wameshikilia sheria zaidi ya kawaida. Okay. Timotheo wa kwanza 1:9. Akilifahamu neno hili ya kuwa sheria haimuhusu mtu wa haki, bali waasi na wasio wataratibu na makafiri na wenye dhambi na wanajisi na wasiomcha Mungu na wapigao baba zao na wapigao mama zao na wauaji. Hiyo ni sheria. Yaani ukishaona unaambiwa unaishi kwenye kwamba usiue, ndio usiue. Fanya hiki, ndio fanya hiki. Maana yake ni nini? Origin yake ni mwilini. Huwezi ukabadilika rohoni. Sisi hatuongozwi na sheria. Tunaongozwa na Roho wa Mungu kupitia sheria ya uzima. Sheria ya uzima. Hapa ni Roho mwenyewe ndani mwako anakuambia hicho kitu hakiko sawa. Ni maandiko yameweka wazi. Hakuna anayeweza kwenda mbinguni bila Roho Mtakatifu. Yaani tusidanganyane. Sawa? Kwa sababu waliojazwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu au ndio wana wa Mungu. Na kilichofanya kuanzia mwanzo hadi Malaki waende kwenye kifungoni, waende huko kuzimu, ni kwa sababu walikuwa Roho Mtakatifu yuko ndani mwao. Alikuwa anakuja na kuondoka. Kwa sababu gani? Mwanadamu mwenyewe hawezi kujiendesha. Anahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Mtu mmoja aseme amina. Nataka uelewe hiki kitu. So shetani anaweza akajificha kwenye dini. Anajifichaje? Analeta sheria ya kuvaa mavazi ya kujistiri. Why? Kuna muda anageuka kuwa malaika wa nuru. Ajifiche. Unadhani kama kila kitu angekuwa anakifanya vice versa na Mungu, what do you expect? Si ungeshtuka wewe mwenyewe, ungekuwa unadhani upo kwenye hiyo dini, usingekuwepo. Sasa nataka uelewe hiki kitakusaidia. Nikutakie siku njema.